wewe kiongozi, linategemea maamuzi ambayo wewe unayachukua leo, kwa sababu umepewa akili ya kuweza kung'amua jinsi utakavyoweza kuamua mbele za Mungu. Tukaona jinsi manabii wa uongo walivyoweza kudanganya watu, na tukaona jinsi ambavyo waliweza kuweka lugha ya ajabu ambayo ni lugha ya kishirikina iliyoingizwa katika makanisa leo, na inatumika na watu wakifurahia huku wakijua ya kwamba wamejazwa kwa Roho Mtakatifu. Lakini tulithibitisha kiBiblia kwamba kunena kwa lugha kwa mujibu wa Biblia kulionyeshwa wazi ya kwamba ni sehemu ya kuongea lugha hizi zinazofahamika, lakini kwa mtu ambaye hakuwahi kujifunza hizo lugha. Sasa tumekuwa na mfululizo wa majifunzo yetu, na leo siku hii nyingine tena tutakuwa na somo jingine tena ambalo lina kichwa kinachosema fundisho lililo fumbo la kiutatu katika makanisa. Fundisho lililo fumbo la kiutatu katika makanisa. Wengi wa Wakristo katika ulimwengu wamekuwa wakiamini mafundisho ambayo hayatokani na Biblia. Kama ambavyo tumesema kwamba lengo letu ni kujifunza ukweli wa Biblia, kama tulivyosoma juzi na jana ya kwamba nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo ukweli ni ule ambao unakinzana na mapokeo yaliyo kinyume na Biblia takatifu. Na hivyo tutaangalia fundisho ambalo Wakristo karibu wote wanaliamini, fundisho linaloitwa fumbo la utatu mtakatifu. Je, ni fundisho la Biblia au la limetoka wapi? Hicho ndio kitu ambacho tutakiangalia katika siku ya leo. Maana moja ya mafundisho makubwa sana katika dini ya Kikristo ni fundisho la utatu mtakatifu. Ndio fundisho ambalo huenda limebeba karibu makanisa yote, lakini leo tutaangalia kwa mujibu wa Biblia. Je, Biblia inasema nini kuhusiana na fundisho hilo? Na hivyo basi tuweze kukaa makini kwa ajili ya kuweza kusikia kile ambacho Biblia takatifu inasema kuhusiana na jambo hilo. Na tutaanza na fungu letu la kwanza na kitabu kile cha Ufunuo sura ya 14 na ule mstari wa 8. Ufunuo sura ya 14 na ule mstari wa 8. Msomaji, fungua kitabu cha Ufunuo sura ya 14 kuanzia mstari ule wa 8. Tuanzie hapo katika kujifunza fundisho hili ambalo limeshikiliwa na karibu waumini wote karibu. Angalau tunajaribu kuweza kuangalia kile ambacho Biblia inasema na jinsi wengi wanavyoshikilia leo. Je, wanaenda sawa na kile kilichoandikwa au ni kinyume chake? Ufunuo 14 na aya ile ya 8. Neno la Mungu linasema, sasa Biblia takatifu inasema, kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14, hususan unapoanza kusoma katika aya ya 6 mpaka aya ya 12, unakutana na jumbe zinazoitwa jumbe za malaika watatu wanaofuatana. Na utaona kwamba ujumbe huu wa malaika huyu wa pili ulikuwa unatoa tahadhari, unajaribu kuonyesha taarifa ya anguko la makanisa, kwa sababu inaonekana kuna mji ambao umeonyesha mataifa yote, yani madhehebu yote yamekunywa mvinyo, yani wamekunywa mafundisho, wamekubali mafundisho ambayo ni mapokeo ya wazee yaliyo kinyume na Biblia. Msomaji, fungua kitabu cha Marko sura ya 7 na kuanzia aya ile ya 8. Yesu anazungumza nini kuhusiana na mapokeo ya wazee? Na tutaangalia asili ya fundisho kubwa sana ambalo kila karibu Mkristo huwa anaamini kuhusiana na fundisho hili la utatu mtakatifu. Fungua Marko sura ya
17 kuanzia mstari ule wa 8, Biblia inasemaje? Neno la Mungu linasemaje? Ninyi mwaiacha amri ya Mungu. Sasa Yesu anawaambia Wayahudi ambao waliachana na Biblia, wakaachana na amri za Mungu, wakaanza kufanya hivi, soma, na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Kwa hiyo Yesu anawashutumu na kuwalaumu Wayahudi kwamba wao waliacha maagizo ambayo Mungu alikuwa ameyatoa, na badala yake wakaanza kufuata mapokeo ya wanadamu, yani ya wazee wao ambao walijitungia kwa kanuni zao. Ndio kusoma 9. Ndio akawaambiaje? Vema, mwaikataa amri ya Mungu, amri ya Mungu mpate kufuata mapokeo yenu. Soma mstari wa 10. Ndio, maana Musa alisema, waheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye babaye au mamaye, kufa na afe. Bali ninyi husema, lakini ninyi mnasema, mtu akimwambia babaye au mamaye ni korbani, yaani wakfu changu chochote. Asante sana. Kwa hiyo Wayahudi walibadilisha lile neno la Mungu, badala yake wakaanza kuweka mapokeo kinyume na neno la Mungu. Na leo tutaangalia jinsi ambavyo Biblia inafundisha na jinsi ambavyo watu wanafundisha mafundisho yaliyo kinyume na Biblia. Fumbo la Utatu Mtakatifu ndicho kitu ambacho tunaangalia. Leo tunashuhudia katika makanisa yote karibu wakiweza kuzungumza kuhusiana na swala la Utatu Mtakatifu. Wengi wanajua ya kwamba ni kweli kabisa kuna Mungu, na kweli kabisa wengi ukiri ya kwamba kuna Mungu mmoja tu, lakini wale wote wanaoshiriki katika madhehebu mbalimbali wamekuwa wakiamini ya kwamba kuna Mungu mmoja ni kweli, lakini Mungu huyo mmoja anazo nafsi tatu. Kwamba Mungu huyo mmoja anazo nafsi tatu, anajibadilisha katika nafsi tatu, ambapo ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Lakini je, swala la kwamba kuna Mungu aliye kwenye nafsi tatu ni fundisho la Biblia au je ni fundisho lililotoka wapi? Tutaangalia kwa mujibu wa Biblia na kwa mujibu wa historia tuweze kudhibitisha kile ambacho Biblia inasema. Je, tumuulize Yesu yeye mwenyewe alifundisha nini kuhusiana na habari ya uwepo wa Mungu? Je, Yesu anasema nini? Mungu ni wangapi? Je, ni mmoja aliye katika nafsi tatu? Je, ili umpate Mungu ni lazima awepo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Je, hicho ndicho Biblia inachokisema? Angalia kitabu cha Yohana, ndugu msomaji. Sura ya 17 ya kitabu cha Yohana kuanzia aya ya 3. Yesu anafundisha nini kuhusiana na habari ya uwepo wa Mungu? Yesu alisema nini? Soma kitabu cha Yohana 17 na ile aya ya 3. Neno la Mungu linasema, Biblia inasema, na huyu ni Yesu mwenyewe anafundisha kuhusiana na Mungu. Wengi wamekuwa wakifundisha kwamba Yesu naye ni sehemu ya Mungu, kwamba huyo Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huyo ndiye anayeunda Mungu mmoja. Lakini je, hizo ndizo Biblia isemavyo? 17 mstari wa 3. Biblia inafundisha nini? Yesu anatamka nini kwa kinywa chake? Soma. Inasemaje? Na uzima wa milele ndio huu. Huyu ni Yesu akifundisha kuhusiana na habari ya uzima ule wa milele. Anasema na uzima wa milele ndio huu, ndio wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Sasa hapo tunaona Yesu mwenyewe kwa kinywa chake akithibitisha ya kwamba uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli, lakini wamjue na Yesu Kristo aliyetumwa na ule Mungu wa pekee. Kwa hiyo Biblia inachokifundisha ni kwamba kuna Mungu mmoja wa pekee.
ambaye huyo wa pekee, kuna mwingine ambaye kimsingi ametumwa na huyo Mungu wa pekee, naye ni Yesu Kristo ambaye alitumwa na huyo Mungu wa pekee. Lakini leo utasikia hata nyimbo zikiimbwa ya kwamba tunaye baba yetu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yetu asiyeshindwa kamwe, lakini wameshindwa kutambua ya kwamba yuko baba aliye juu ya Kristo. Jana tulisoma fungu la Wakorinto ambalo lilionyesha ya kwamba kichwa cha kila mwanamume, kichwa cha kila mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Lakini kichwa cha Kristo tukaona kwamba ni Mungu, na tutarudia hilo fungu leo. Na angalia Biblia inachokifundisha ya kwamba yuko Mungu mmoja ambaye yeye ni wa pekee, lakini huyo wa pekee anaye na mwingine ambaye ni mwanae, kama tutakavyoangalia, anayeitwa Yesu Kristo. Somaji na kitabu cha Yohana sura ya 3 aya ya 16. Angalia kile ambacho Biblia inakifundisha, tofauti na jinsi ambavyo makanisa yanafundisha. Makanisa yamekuwa yakifundisha ya kwamba ziko nafsi tatu zilizo sawa, na kwamba kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa kusema hivyo ingemaanisha ya kwamba kuna Mungu wa tatu, ingawa wao wanasema ni mmoja aliye katika nafsi tatu. Lakini katika Biblia hakuna hata mmoja katika manabii au Mungu mwenyewe aliyewahi kufundisha ya kwamba Mungu anazo nafsi tatu. Lakini Mungu anafundishwa ya kwamba yeye ni wa nafsi moja, naye ni wa pekee, tena aliye baba, kama tutakavyotazama maandiko. Soma. Nasema ndio, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, ili kila mtu anayemwamini huyo mwana wa pekee asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo Yesu anarudia maneno yale aliyoyasema wakati wa kupaa kwake kwenye sura ya 17. Anaonyesha ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu, na alipoupenda ulimwengu akautoa mwanawe wa pekee ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo anatenganisha kwa kuonyesha kuna Mungu na kuna Kristo ambaye ni mwana wa huyo Mungu. Somaji na kitabu cha Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 1. Tutaangalia historia inasemaje kuhusiana na kile kinachoitwa Utatu Mtakatifu na kilitokea wapi. Biblia inasema tofauti na jinsi watu wanavyofundisha kuhusiana na habari ya Utatu Mtakatifu. Ukisoma kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, hakuna fungu lolote la Biblia ambalo linazungumza kwa kutaja kitu kinachoitwa Utatu Mtakatifu. Lakini tutaangalia fundisho hili ambalo Wakristo, hata wale ambao upingana na dhehebu lingine kwa lingine, bado husema kwa habari ya Utatu Mtakatifu. Wengi wanadai ya kwamba wanamwamini Yesu, lakini hawayaamini maneno yake. Msomaji, naomba nisomee. Neno la Mungu linasema, unasemaje? Msifadhaike mioyoni mwenu. Huyu ni Yesu anasema, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu na makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda, kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Nitarudi tena ili niweze kuwakaribisha kwangu. Mimi nilipo, ili pale mimi nilipo nanyi mwepo. Asante sana. Kwa hiyo Yesu anafundisha ya kwamba kama tunamwamini Mungu, basi tumwamini na yeye, akionyesha yupo Mungu na kuna yeye ambaye ni mwana wa Mungu, kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Yohana 3:16 ya kwamba Yesu anaitwa mwana wa Mungu. Ni wapi lilipotokea fundisho la Utatu Mtakatifu? Leo Wakristo wengi wamekuwa wakikiri kuhusiana na fundisho hili. Leo wamekuwa wakifundisha kuhusiana na fundisho hili. Lakini je, fundisho hili lilitokea wapi? Hilo ndio swali la msingi ambalo leo kila mmoja anapaswa kujiuliza. Katika katekisimu
katika katekisimu Katoliki ya wanaoandaliwa kwa komunio ya kwanza na kipaimara na kupokewa katika kanisa Katoliki inafundisha kitu hiki. Katika sura ya pili ya katekisimu hii ambayo mtoto wa komunio anaweza akawa nayo, sura ya pili ya katekisimu hii inasema maneno yafuatayo. Sura inasema imani yetu. Anasema maneno yafuatayo: Kanisa Katoliki limejengwa juu ya msingi wa imani ya mitume, na ndio maana kuna njia mbili za kukiri imani yetu. Njia ya kwanza inaitwa kanuni ya imani ya mitume, na ya pili inaitwa kanuni ya imani ya Nikea. Kanuni ya imani ya mitume ni fupi na inaeleza kwa muhtasari imani yetu. Ilitungwa na mitume baada ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni ili kuturithisha imani yetu ya Kikristo. Hiyo wanaita ni kanuni ya imani ya mitume. Lakini kanuni ya pili ambayo ndiyo wanayoadhimisha sana inasema kanuni ya imani ya Nikea ni ndefu na tunaitumia zaidi wakati wa adhimisho la misa takatifu. Ilitungwa na mababa wa kanisa baada ya kutokea kwa uzushi wa Arius. Sasa wanatuambia ya kwamba kuna njia mbili za kukiri imani. Inaonekana njia ya kwanza ilitungwa na mitume, lakini njia ya pili ambayo ndiyo inayoadhimishwa kwenye adhimisho la misa takatifu, wanasema njia hii huitwa kanuni ya imani ya Nikea, ambayo hiyo ilitungwa na mababa baada ya kutokea kwa uzushi wa Arius. Kanuni hii inasemaje? Ndiyo inayofundisha kwamba nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo Bwana wetu, mwana pekee wa Baba, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, aliyeteswa kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akafa, akafufuka, akazikwa na akafufuka, akapaa kwenda mbinguni, na atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Kanuni hii inaendelea kusema nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana. Sasa kanuni hii inasema kwamba ilitungwa na mababa, haikutungwa na Biblia, ila ilitungwa na mababa baada ya kutokea kwa uzushi wa Arius. Arius alikuwa ni nani? Mnamo karne ya 3 kuelekea karne ya 4, padri anaitwa Ario, ambaye ndiye anayemuita Arius, yeye alifundisha baada ya kuona kanisa likiwa linatoka nje ya Biblia na kwenda kufundisha habari ya Mungu anayejibadilisha katika nafsi tatu. Alikataa fundisho lile na kufundisha fundisho la mitume la kibiblia. Akaonyesha ya kwamba kuna Mungu mmoja tu anayeishi kwa nafsi yake, asiye na mwanzo wake wala na mwisho wake, na kuna mmoja ambaye ni mwanaye aliyezaliwa kutoka kwake, ambaye yeye hakuwa na ulinganifu na huyo baba, lakini ni mwana aliyezaliwa kutoka kwake. Na akasema huyo Roho Mtakatifu ni roho wao. Alipofundisha fundisho hili, ndipo Ario padri akakamatwa, akawekwa kwenye mti, akachomwa moto. Historia katika kanisa inatuthibitishia kwamba Padre Ario na mwalimu wa kanisa alikamatwa na kanisa, akatundikwa kwenye mti na kuchomwa moto kwa kudaiwa kwamba amekwenda kinyume na kanisa kwa kukataa fundisho la kiutatu ambalo lilikuwa limeanza kumea katika kanisa katika karne ile ya 3 kuelekea karne ile ya 4.
Na ndipo ambapo mnamo mwaka wa 325 akatokea mtu anaitwa Athanasio, anajulikana sana kwenye kanisa akiitwa Mtakatifu Athanasio. Athanasio katika mwaka wa 325 ndipo kukaanzishwa baraza lililojulikana sana katika historia, baraza linaloitwa Baraza la Nikea, ambalo lilianza mkutano wake mwaka 325, mkutano uliochukua miaka mingi sana mpaka mwaka wa 380. Na ndipo katika mkutano huo Roho Mtakatifu akawekwa kwenye nafasi sawa na Baba na Mwana, na Yesu akawekwa kwenye nafasi sawa na Baba yake, kana kwamba ana umri ulio sawa kama waliotokea pamoja na wanaofanana katika umri, umungu pamoja na sifa na heshima zote. Lakini je, Biblia inafundisha nini na mapokeo yanafundisha nini? Angalia kile wanachokisema katika katekisimu hii, ukurasa wa 40. Katika ukurasa wake wa 40 wanatuambia maneno yafuatayo. Wanasema, kuna miungu wangapi? Jibu linatolewa, kuna Mungu mmoja tu, nafsi tatu. Wanasema kuna Mungu mmoja lakini nafsi tatu. Inakuwaje awe mmoja alafu tena awe nafsi tatu? Yesu anafundisha kuna Mungu mmoja wa pekee asiye nafsi tatu, lakini hapa mapokeo ya kanisa yanasema kuna Mungu mmoja tu lakini nafsi tatu. Anasema hivi kwamba huyo Mungu mmoja na nafsi ni nani? Anasema ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Anasema nafsi tatu kwa pamoja twaitaje? Anasema nafsi tatu kwa pamoja twaita Utatu Mtakatifu. Lakini tukasema kwamba kwa mujibu wa Biblia, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, hakuna fundisho linalotamkwa kwa jina Utatu Mtakatifu. Na angalia wanavyofundisha kuhusiana na habari ya nafsi tatu. Swali linaulizwa katika katekisimu hii, inasema nafsi tatu zote ni sawa? Jibu, nafsi tatu zote ni sawa. Baba sawa na Mwana, Mwana sawa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wanafundisha kwamba nafsi zote tatu kwamba ni sawa. Hayo ni mapokeo, na wanasema Baba ni sawa na Mwana na Mwana sawa na Roho Mtakatifu. Somaji, tuangalie Biblia inasemaje. Kitabu kile cha Yohana sura ya 14 aya 28, Yesu kwa kinywa chake anasemaje kuhusiana na yeye na Mungu? Je, wako sawa kama ambavyo kanisa linatuambia? Soma Yohana Mtakatifu sura 14 aya 28. Neno la Mungu linasemaje? Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia. Yesu anasema mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia, naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Sasa huyu ni Yesu mwenyewe. Lakini kanisa pasipo aibu linafundisha kwamba kuna nafsi tatu zilizo sawa. Lakini Yesu anakanusha, anasema Baba ni mkuu kuliko mimi, kwa sababu yeye ni Mwana na yule ni Baba. Sasa toka lini Baba na Mwana wakawa sawa? Kwa hiyo ni mafundisho ambayo mapokeo yanatudanganya. Viongozi makanisani wanatudanganya, wanafundisha kile ambacho Biblia haisemi, na waumini kwa bahati mbaya wameshikilia mambo hayo kana kwamba ni mafundisho ya kweli, kana kwamba ni ukweli wa Biblia. Angalia mitume wenyewe. Je, mitume walifundisha nini kuhusiana na habari ya Mungu? Fungua waraka Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 aya ya 3, soma. Hakuna mtume aliyewahi kufundisha ya kwamba kuna nafsi tatu zilizo sawa na kwamba Mungu ni wa nafsi tatu. Wote hawakufundisha hivyo, lakini kanisa limetuthibitishia ya kwamba fundisho hilo lilitungwa na mababa, sio fundisho la Biblia. Utatu Mtakatifu ni fundisho la mapokeo, sio fundisho la kibibilia. Hakuna anayeweza kudhibitisha, hakuna mwanatheolojia yoyote aliyebobea ana
inayoweza kuthibitisha ya kwamba fundisho la Utatu Mtakatifu ni fundisho la Biblia, isipokuwa wanathibitisha wazi ni fundisho la mapokeo. Soma. Neno la Mungu linasema, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Hapa tunathibitishiwa, unaposikia kichwa, tuliona jana, maana yake ni mtawala ama ni kiongozi. Kwa hiyo mahali ambapo kuna mwanaume na mwanamke, kiongozi wake ni mwanaume. Mahali ambapo Kristo yupo na Mungu yupo, kiongozi wa Kristo ni Mungu, lakini hakuna kichwa cha Mungu, kwa sababu Mungu yuko juu ya yote. Naye Mungu anaitwa ni nani? Soma kitabu cha Waefeso sura ile ya 4 kuanzia mstari wa 4 hadi wa 6. Waefeso sura ya 4 aya 4 hadi ya 6. Kitabu cha Efeso sura ya 4 aya ya 4 nasema, mwili mmoja na roho moja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la mwito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote. Huyo Mungu mmoja sio Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huyo Mungu mmoja ni Baba wa wote. Kusema wote kuna maanisha ni Baba hata wa Kristo. Baba wa Yesu ni Mungu. Yesu ndio maana anaitwa Mwana wa Mungu, ni Baba wa wote. Soma. Aliye juu ya yote, na katika yote, na ndani ya yote. Fungua kitabu cha Warumi sura ya 8 aya 6. Hakuna mtume aliyewahi kufundisha kitu tofauti na hiki. Lakini leo watu wameshikilia mapokeo, wamesahau kile ambacho Biblia inasema, wameachana na msingi wa Biblia, wameshikilia mapokeo yanasemaje. Makanisa leo yamefuata muundo wa mapokeo, wameachana na kanuni ya Biblia, wameachana na msemo ambao Biblia inasema, wameachana na neno la Mungu, wameshikilia mapokeo ya wazee wao. Somaji, soma. Warumi 8 waraka Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 8. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 8 aya ya 6. Neno la Mungu linasemaje? Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto 8 aya ya 6. Neno la Mungu linasemaje? Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye kwa vitu vyote vimekuwapo, ambaye kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Asante sana. Kitabu cha Waebrania sura ile ya kwanza na ile aya ya kwanza. Waebrania sura ya kwanza, na kabla hujasoma hiyo, fungua kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Mwanzo sura ya kwanza na ile aya ya 26. Wana utatu wanasema, kitabu cha Mwanzo 1:26 kinatamka kuhusiana na utatu, kwa sababu pale kimeweza kuzungumza lugha ya wingi, na hivyo basi kinamaanisha swala la uwepo wa utatu. Kinatumika kitabu cha Mwanzo 1:26. Neno la Mungu linasemaje? Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa bahari, na ndege wa angani, na wanyama wa nchi yote pia, kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Wakisoma aya hii wanasema kwa sababu alisema na tumfanye, bila shaka ni watatu. Lakini aya haisemi kwamba ni watatu, ila wao kwa hisia zao wakahisi kwamba ni watatu. Lakini swali, je, wingi huanza na ngapi? Bila shaka hata shule ya msingi walituambia wingi unaanza na 2,
na kuendelea. Kwa nini wasifikirie kwamba ni wawili? Kwa nini wasihisi kwamba ni 10? Kwa nini wasihisi kwamba ni 20? Kwa nini wafikirie kwamba ni watatu? Lakini tutaangalia Biblia. Aya hii, Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, alikuwa anamwambia nani? Msomaji. Waebrania 1 kuanzia mstari wa kwanza. Waebrania 1 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasemaje? Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu. Sasa yule Mungu aliyesema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, aliyesema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Mwisho wa siku hizi amesema nasi kupitia mwana aliyemweka kuwa mlisi wa yote, ambapo huyo Mungu aliye Baba alimweka mwanae kuwa mrithi wa yote. Tena kwa njia ya huyo mwana alifanya ulimwengu. Mungu aliufanya ulimwengu. Endelea kusoma. Anasema, ndio, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake. Na chapa ya nafsi yake. Akavichukua vyote kwa amri ya uwezo wake. Akiisha kufanya utakaso wa dhambi. Kufanya upatanisho wa dhambi. Aliketi mkono wa kuume. Wa ukuu huko juu mbinguni. Soma. 4. Ndio, amefanyika bora kupita malaika. Sasa huyo mwana, Biblia inasema amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri ya jina alilorithi, lilivyo tukufu kuliko la malaika. Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote, ndiyo mwanangu, wewe ndiyo mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Na tena mimi nitakuwa kwake baba, yeye atakuwa kwangu mwana, hata tena mletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, anasema na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Na kwa habari za malaika asema, asante sana. Kwa hiyo Biblia inaonyesha kwamba Mungu alimzaa Yesu. Ingawa leo ulimwengu mwingine wa dini hufundisha ya kwamba Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Ni kweli kabisa kwamba Mungu hakuzaliwa, lakini Biblia inasema alizaa. Na alizaaje? Alizaa kwa njia ya kumtoa Kristo ndani yake, kwa sababu ukisoma Yohana 1:1, Yesu anaitwa neno wa Mungu, na hiyo inathibitishwa na vitabu vyote vya dini ya kwamba Yesu ni neno wa Mungu. Kwa hiyo alitopotoka ndani ya Mungu, alizaliwa akawa nafsi iliyo hai, na ndipo akaitwa mwana wa Mungu kwa kuzaliwa na Mungu kutoka ndani yake. Hakuumbwa, ila alizaliwa kutoka ndani ya Mungu kama neno, akaja akawa nafsi iliyo hai. Utasoma katika sura, wale wanaotumia msahafu wa Qur'ani watasoma katika sura inaitwa Surat Maryam. Utaona Yesu anaitwa neno kwa sababu yeye katika tumbo la Mariamu, hata katika uzaliwa kwake ni neno lilitumwa. Kwa hiyo maana yake Yesu ni neno wa Mungu, hasa toka mbinguni, alizaliwa kutoka kwa Mungu na ndani ya Mungu, na ndipo akawa mwana wa Mungu na akashirikiana na Mungu katika kazi ya uumbaji. Na ndio maana Yesu ana asili ya kiungu na sio asili ya kiumbe. Amepewa asili ya kiungu kama vile sisi tunavyorithi asili za wazazi wetu, ndivyo na Mungu alivyompatia Yesu asili ya kiungu kutoka ndani yake. Alichukua asili yote ya baba yake, na ndio maana katika uumbaji akaweza kufanya ulimwengu kwa njia ya Yesu ambaye ni mwanae pekee. Asingeweza kumshirikisha mwingine utukufu wake isipokuwa kwa njia ya yule aliyetoka ndani yake. Na ndio maana Yesu hata katika mwili wa binadamu alizaliwa kwa njia isiyokuwa ya kawaida, kwa sababu yeye hakuwa binadamu wa kawaida, lakini alikuwa ni asili ya kiungu aliyeshuka kama mwana wa Mungu, na sio sehemu ya utatu kama fundisho la utatu linavyofundisha, bali alikuwa ni yeye aliyetoka ndani ya Mungu, akazaliwa kama mwana wa Mungu, akatokea
aliye ndani ya Mungu na aliitwa mwana wa Mungu. Hata kabla hajazaliwa na Mariamu, yeye aliitwa mwana wa Mungu. Na ndio maana Waebrania inasema hata tena amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni, asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Na hivyo ndivyo ambavyo Biblia inavyofundisha katika neno lake.